hali gani mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Leza TV? Jina langu naitwa Sin Gagna na kukaribisha katika kipindi cha ushauri wangu. Leo hapa studio tumetembelewa na mtaalamu wa mambo ya ushauri ndugu Clemens Mwandambo, lakini pia kuna mgeni wetu hapa atajitambulisha yeye mwenyewe. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana mtangazaji. Bila kupoteza muda tunde tukamsikilize mgeni wetu leo amekuja na kitu gani, na kukaribisha msikilizaji na mtazamaji wa Leza TV. Uungane na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kisha udondoshe komenti yako. Nashukuru sana. Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu aliyeniwezesha kufika kwenye hizi studio. Na pia niwashukuru wote waandaji wa vipindi na wafanyakazi wote wa Leza TV. Sielewi nianzie wapi, lakini pale nitakapoanzia ndipo hapo. Kwa sababu nina maswala ambayo yamenitinga kwa kweli. Na maswala yenyewe si mageni sana, ni mambo haya mahusiano na mapenzi. Na mpenzi wangu tulikutana kitambo tu, toka yuko kidato cha 4 tulifahamiana. Na tulianzisha mahusiano ya mapenzi kama kaka na dada. Ndipo tulikuwa tunaita hivyo kaka na dada kwa sababu uhusiano wetu hatujawahi kukutana au kushirikiana kimwili kama ambavyo vijana wenzangu, mabinti wengine na vijana wengine wanaofanya wakiwa marafiki. Unakuta masuala ya kukutana kimwili au kujamiana imekuwa ni sehemu tu yanakuwa ya kwanza. Lakini kwangu haikuwa hivyo. Kama mpenzi wangu. Kwa kweli nilitokea kumpenda sana. Nilimpenda sana, yani kiasi kwamba nilikuwa siwezi kumsikiliza mtu mwingine chochote anachoniambia habari ya mpenzi wangu. Na ilifika mahali hata nikawa naweza kuacha shughuli zangu za muhimu kwa ajili yake tu. Nimepoteza muda wa kutosha kwa ajili yake, nimepoteza fedha zangu za kutosha kwa ajili yake. Kifupi tu tulipofahamiana na ilikuwa ni mwanzoni mwa yeye kuanza kidato cha 4. Na alishawahi kunishirikisha kwa habari ya maisha anayoyaishi na familia yake. Kwa sababu nilikuwa nimetokea kumpenda sana. Kwa kweli kila anachoniambia nilikuwa naona kama ni wajibu wangu kumsaidia. Na nikafanya hivyo. Yaani matatizo yako uliyabeba kama ya kwake. Matatizo yake uliyabeba kama ya kwako. Niliyachukulia kama ya kwangu. Tukaendeleza mahusiano. Masuala ya malipo ya mitihani ya kidato cha 4 nilimlipia mwenyewe. Kumbuka uniform, viatu, mpaka dawa za kublashia viatu nilikuwa nampatia. Hela za matumizi nilikuwa nampa. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu, alienda vizuri, akafaulu masomo yake. Akachaguliwa kujiunga kidato cha 5. Sikuwa nyuma. Sababu alikuwa ni mtu wangu na nilikuwa naamini hivyo. Na kitu ambacho kilinivuta sana kwake, alikuwa na msimamo. Naposema alikuwa na msimamo, niliwahi kumchokoza siku moja kuhusiana na masuala ya kujamiana. Akaniambia kwamba yeye ilikuwa alishaambiwa na wazazi wake kwamba si vema kukutana na mwanaume kimwili kabla ya ndoa. Na hapo ndipo nilipojenga imani juu yake, nikamwamini sana kwa kwamba huyu mtu niliyompata ni mtu sahihi. Na tokea hapo sikuwahi kugusia hilo swala tena. Ila tu tulikuwa tunatembea kama kaka na dada, tukikutana kwenda sehemu fulani, kutoka outing na nini. Msaidia nikamsomesha kidato cha 5, cha 6. Maliza kidato cha 6. Mungu hakumwacha. Matokeo yalipotoka akawa amefaulu vizuri na akawa na nafasi ya kwenda kujiendeleza au kusoma chuo. Mahusiano yetu yaliendelea, hayakuishia hapo. Ila tu kwa bahati mbaya naweza kusema kwamba miongoni mwa wanafunzi ambao walikuwa wanatakiwa kupewa mkopo, yeye hakufanikiwa au hakuchaguliwa, au naweza kusema ile bodi haikumpa kipaumbele. Sikutaka kujua sababu kwa nini hakupewa mkopo. Na sikutaka kumhoji sana hilo kwa sababu ya ule upendo wangu, kwa sababu ndio kama nikianza kumhoji imekuaje, umefaulu lakini hujapata mkopo, nikaona ngoja niache kama
ilivyo, kwa sababu niliona kwamba uwezekano wa kumsapoti au kumwezesha kuendelea na masomo yake ya chuo upo mkubwa, na ndivyo nilivyofanya. Tukaendelea, nikampeleka mpaka chuoni kule. Siku anakwenda, tulienda wote, kafika katika mazingira ya kile chuo, sitakitaja kwa ni masuala ya usajili na nini. Nakumbuka nilikaa karibu siku 4 huko, na baadaye ndio nikarudi nyumbani nilikotokea. Kwa hiyo ulikuwa kama baba yake hivi? Kifupi, yani yale mapenzi yangu kwake, yani sipini semeje. Nafikiri kama ulivyosema, yumkini nilikuwa naenda kama mzazi, lakini kwa kweli alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana ambaye nilikuwa nategemea baada ya hayo, yani kuhitimu elimu yake ya chuo kikuu, kwa sababu alikuwa sasa ni mtu mzima, tungeweza kufikia ile mipango mingine na hatimaye tukawa tunaishi kama mume na mke na kujenga familia. Kwa hiyo tuliendelea mwaka wa kwanza, kwa naona maendeleo yake ni mazuri, tulikuwa na perform vizuri. Mwaka wa pili kwenda mwaka wa 3 ameendelea na mpaka ulifika wakati wa mitihani ile ya mwisho kwa pamoja, na akafanya mitihani yake vizuri kabisa, na hatimaye wakatoka chuoni wakarudi. Basi tukawa tunaendelea na maisha yetu ya kawaida, furaha, umehitimu na nini, naona kusubiria matokeo yake, nini kinachoendelea, au kutafuta kazi na kadhalika kutokana na kile alichokuwa amekisomea. Basi tumeendelea, lakini ilikuja kutokea wakati katika pitapita za hapa na pale nikakuta mwenzangu kama vile kuna kitu kinapungua, yani sio yule ambaye nilikuwa namfahamu tangia. Yani ule mfumo wa mawasiliano kawa sio mzuri. Kaona kama kuna kitu fulani kinapungua. Lakini sikutaka kufuatilia au kwa nini? Maana zile simu zilizokuwa nikimpigia hata kama nilipokea, lakini akirudi ni haraka sana, utakuta simu imefanya ni hata kama hana salio, utakuta tafadhali nipigie, tunazungumza. Hiyo hali ikaendelea na wakati mwingine ikafika hata nikimpigia simu akipokea, mazungumzo anapoongea ni tofauti na kile kipindi ambacho kimepita, naweza kusema miaka 2 au 3 ambayo imepita hapo. Nikawa na tafakari, kwani kuna nini? No. Lakini bado nilikuwa na imani ile kwamba huyu mtu niliyompata ni mtu sahihi sana, kwa sababu kipindi chote hiki cha karibu miaka 5-6 tumekuwa tukienda pamoja, sababu hatujawahi kufanya chochote, na yeye msimamo wake kwamba hakutaka mambo kama hayo. Na nakumbuka siku moja aliniambia kwamba ukiwa unanigusia mambo kama haya tunaweza tukaachana, kuacha kabisa, kwa sababu wanaume wengi mmekuwa waongo na walaghai na nini, na hilo nilifanya nijenge imani, yani kumwamini kwamba nimepata mtu ambaye yuko sahihi. Na kibaya zaidi au kitu ambacho kilinipoteza kabisa kusema kwenye mapenzi na yule mwanamke ni pale alipokuwa mara kwa mara akiniambia kwamba yeye ni bikira. Yani alikuwa akieleza kwamba tokea amezaliwa hakuwahi kujua mwanaume, na mpaka tumekutana na mimi tumefahamiana hivyo hajawahi kujua mwanaume. Kwa hiyo hahitaji kufanya chochote mpaka atakapotimiza ndoto zake, kutoshiriki tendo cha ndoa mpaka pale atakapoolewa au atakapopata mwenzi halali kutoka madhabahuni au kanisani. Lakini haya alipokuwa yanaendelea kutokea, hayakunipa shida. Nikajua yumkini kutokana na pilika za hapa na pale, na nikawa nawaza mwenzangu amehitimu chuo kikuu, yumkini pia katika pilika za kutafuta ajira hapa na pale na nini mambo yamekuwa
yamesongana tofauti na vile ilivyokuwa anasoma tu kwa mwanafunzi ambapo unaweza ukampata kwa wakati wote. Lakini cha ajabu, baada ya mwezi kupita, maana kwamba toka mabadiliko yamejitokeza au toka mabadiliko yameanza kuonekana kwake, hatukuwa na ule ukaribu au kuonana kwa moja kama mwezi mzima hivi tokea ametoka chuoni. Mwezi wa pili uliofuata, yeye kuniona nilikuwa kwa mbali tu, alikuwa kasimama sehemu fulani anafanya shughuli fulani. Nikahisi, unajua mtu mzima ni mtu mzima tu. Vile ambavyo nilikuwa namuona umbo lake jinsi alivyoona ni mwembamba na kadhalika. Nikaona yuko tofauti na ule muonekano aliokuwa anaonekana kama alikuwa na mimba hivi, mjamzito. Lakini kwa sababu nilikuwa sina uhakika au ushahidi na ninachokiona, nikalipotezea au nikaliacha kama lilivyo. Nikachukua hatua ya kurudi nyumbani, nikaendelea na shughuli zangu kama kawaida. Jioni wakati napumzika, nikachukua simu, nikasema ngoja nimpigie. Nikapiga simu, ikaita, haikupokelewa. Nikapiga tena, ikaita, haikupokelewa. Nikaja nikapiga tena. Baadaye simu ile ikapokelewa. Lakini alipokea mtu mwingine, hakupokea yeye. Nilipomuuliza mwenye simu yuko wapi, akasema mwenye simu ametoka kidogo, ameacha simu yake hapa. Nikasema basi akija mwambie nilimpigia, anitumie tafadhali nipigie. Akasema sawa. Sasa nilikuwa nimechelewa kukata simu. Kwa hiyo nikawa nasikia mazungumzo ambayo walikuwa wanaongea wale pale. Kumbe haikuwa kweli. Alikuwepo lakini simu alipokea tu mtu mwingine pale. Kwa hiyo nikawa nasikia na sauti yake amesemaje, anauliza vitu kama hivyo. Alikuwa anasemaje, alikuwa anafanya nini na hivi na hivi. Nikagundua kumbe hapa nimedanganywa. Basi nikakata ile simu, ila moyoni nikawa na kiulizo. Siku ile ikapita. Siku iliyofuata nikachukua hatua ya kumfuata nyumbani kwao. Kweli nikafika mpaka pale. Bahati nzuri nilipofika pale sikumkuta mtu mwingine yoyote. Nikamkuta yeye anatokea bafuni kuoga. Kwa sababu alikuwa anatoka kuoga, ilibidi nimsalimie tu, habari za jioni. Basi akaingia ndani na mimi nikawa nimesimama pale nje na ngoja. Lakini cha kushangaza, alipoingia huko ndani kubadilisha hizo nguo karibu masaa mawili hakutoka. Nikajaribu kumuita kwa jina fulani, lakini hakuweza kuitika. Nikatafakari, nikasema basi ngoja nitoke. Napotaka kutoka, nakuta kuna rafiki yake anaingia mlangoni. Akanisalimia, habari yako kaka? Kaambia nzuri. Akawa anapita. Basi na mimi nikatoka. Ila wakati natoka mlangoni, kitu kikaniambia nirudi. Nimuite yule dada. Anaingia, nikasema dada samahani. Akaja. Nimekuja na shida na mtu fulani, naomba niitie huko ndani. Sikuwa na sababu ya kumweza kama nilikuja kitambo sana na nini, nimemwona nikamwomba tu naomba niitie mtu fulani, maana nimefika mazingira nimeona kama hakuna mtu. Kweli yule akaingia ndani. Alipoingia ndani, nafikiri alifanya kama ambavyo
nilimuomba nifanyie. Lakini baada kama dakika 5 hivi akarudi. Akanipa majibu kwamba amesema hawezi kutoka. Kuna mambo anayafanya. Nijaribu kumtafuta kesho. Basi sikuwa na maswali, ikabidi niondoke. Nikarudi nyumbani. Siku iliyofuata nikawa nimekaa. Siku hiyo sikuingia mtaani kufanya shughuli zangu za kila siku. Nikawa nawaza kwani mpenzi wangu amekutwa na nini. Kichwani nilikuwa na maswali mengi. Siku ya pili asubuhi na mapema nikajiandaa nikamfuata. Kamsalimia, "Baby, mambo vipi?" Kaniambia poa. Nikampa pole ya shughuli na kuchoka na nini na mambo yote ambayo kama jana alikuwa siku iliyopita jana yake alikuwa ameniambia. Na baadaye nikamgusia nikamwambia, "Sasa mpenzi, umekwisha kuhitimu chuo kikuu. Sasa nilikuwa nawaza kwamba tuweke mikakati au mipango ya namna ambavyo tutafunga harusi ili tuweze kuendelea na maisha yetu kama ambavyo tulikuwa tumezungumza awali kabisa tunapokutana. Kwamba malengo yetu yalikuwa sio kuchezeana. Ila kuishi kama mtu na rafiki yake, lakini kwenye mioyo yetu ili ahadi ya kwamba mimi na wewe ni mpenzi." Nikamuuliza kwamba nafikiri wakati huu ni wakati ambao hilo swala linaweza likafanyika. Majibu niliyoyapata kwa kweli yalinitosha. Nasema kama isingelikuwa ni Mungu, nadhani sasa hivi watu wangekuwa wanalia au wanaomboleza. Yumkini ningekuwa nimeenda kujinyonga au nimekunywa sumu. Akaniambia, "Samahani, najua nimekupotezea muda wako mwingi sana na umepoteza pesa zako nyingi sana kwa ajili yangu. Acha kufanya mambo yako mengine mazuri kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Lakini nasikitika kukwambia hivi hapa nilipo nina ujauzito wa miezi 3. Na aliyenipa ujauzito nampenda sana. Nampenda sana. Na siwezi kabisa kumuondoa kwenye moyo wangu." Nikamuuliza, "Lakini kwa nini umeamua kufanya hivyo?" Akasema, "Ni maamuzi, maisha huenda yanabadilika." Ni mtu ambaye nimekuwa naye toka chuo. Tufahamiana chuo, tukapendana. Na hatimaye sikuona shida kumpa mwili wangu. Na hivi ninapoongea na mimba ya miezi 3. Kwa hiyo mimi na wewe nafikiri ukiwa mtu mzima utakuwa umeelewa kile ninachokizungumza. Na isitoshe unanifahamu vizuri kama mimi ni mtu ambaye anakuwa na msimamo. Huyu mtoto aliyoko tumboni inatakiwa alelewe na baba yake yewe, hatakiwi kuliona baba yake mwingine. Kwa kweli nilitamani ardhi ipasuke nitumbukie, lakini hilo halikuwezekana. Nikajaribu kukaa chini pale, yumkini angeweza kubadilisha kauli akaongea maneno mengine, lakini wala hakujali na akaendelea na mambo yake. Nikafika mahali basi nikasimama chini nilipokuwa nimekaa, nikaondoka.
kuelekea nyumbani. Kwa kweli mtangazaji, hii ni wiki ya 3. Yaani naona kila ninachokifanya kama vile napoteza muda, kila ninachokigusa yaani ninaona kama ni hamna, kwa jinsi ambavyo nilikuwa nimempenda mpenzi wangu, jinsi ambavyo yule msichana alikuwa amenikaa kwenye moyo. Nilitafakari usiku kucha, sikujali taarifa za mimba alionayo. Nikasema pamoja na mimba alionayo, mimi bado ninampenda sana moyoni. Ila neno moja alisema, yeye unapenda pamoja na mimba. Pamoja na mimba yake. Lakini neno moja alilokuwa alisema nikilikumbuka ndilo ambalo linanivunja moyo, kwamba yeye mtoto aliyeko tumboni lazima alelewe na baba yake. Hawezi akalelewa na baba mwingine. Yaani kwa lugha nyingine ana mipango ya kuolewa na mtu mwingine. Ndio hivyo, manake ameshapata mtu mwingine na kwamba tayari ana mimba yake ile na tayari anataka aolewe na huyo. Na ndio sababu zilinifanya nije hapa kwa kipindi cha ushauri wangu. Niweze kukutana na wataalamu wanasei ili niweze kupata mawili matatu, yumkini naweza nikarudi katika hali ile ambayo nilikuwa nayo mwanzo. Asante sana mgeni wetu, msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa Loweza TV. Nadhani tumemsikia wote kwa pamoja. Mgeni wetu kama alivyoongea, amezungumza kwa urefu sana kisa chake, na hapo amekwambia kwamba hicho kitu ni kidogo, ni vitu vingi sana, ni vitu vingi sana. Story ni inasikitisha, na kukaribisha ungana na sisi kutoa maoni yako, kutoa ushauri wako ili ndugu yetu aweze kufarijika katika kipindi hiki kigumu. Na kurudishia mpira kwako Clemence Mwandambo, mshauri wetu. Bwana, nimekuelewa. Nafikiri nimekuelewa sasa. Binti umemgaramia Sana. Tangu akiwa sekondari mpaka anaingia chuo, Mpaka university. Ahadi yenu muje muoane. Ndio. Kwa huyu sasa labda ni kwao ulikuwa unatambulika kama mchumba? Kwao, kwa sababu yule binti wazazi wake wote wawili walishafariki. Na lazima wapo wajomba pale kwao. Shangazi yake, na huyu shangazi yake mimi amekuwa akinifahamu, maana si kwa yule binti. Sometimes nilikuwa nenda kwao pale, baada kiloba cha mchele namsalimia shangazi, na mwana rafiki yangu. Kwa shangazi ananifahamu vizuri kitambo. Sawa. Sasa kwa lugha moja ni kwamba wewe unafahamika kwao. Ndio. Unafahamika kienyeji. Ndio. Sasa bwana, ni kwamba ufahamiki ile rasmi. Ndio. Kwamba labda huyu anaishi na binti yetu, huyu namna gani. Sawa? Kwa hiyo sasa issue iko kidogo complicated. Lakini nitakwambia jambo moja, kwamba msichana ameshaonyesha kwamba kwa sasa hivi hakuhitaji. Kabisa. Wewe ndio unayempenda. My friend, yaani wewe sasa hivi udhaifu wako utakuwa. Sawa? Yaani mapenzi yako kwa yule mwanamke yatakuwa. Najua kwamba umempenda sana, lakini lazima ufike mahala ukubaliane na hali halisi, kwamba yule mwanamke kwa sasa hivi hakuhitaji tena. Na kwa bahati mbaya, na ameongea, si ndio? Kwa bahati mbaya tayari ni mjamzito na ameonyesha kama yuko mtu anayempenda. Unajua nyinyi vijana siku hizi niwaambie jambo moja. Mtu hajawahi badili imani, ila imani huwa inambadili mtu. Kwa lugha nyingine, yani kuaminika kwako wewe na yule mwanamke kunataka kutoka kwenye kilindi cha moyo wake. Lakini fedha yako haiwezi kumfanya
moyo wake uje kwako. Ni kwa umejitahidi kutoa mapenzi yako kwa kugharamia maisha yake, labda kwa kumwenda kupenda, lakini moyo wake tangu mwanzo, naweza kuambia kwa nyingine kwamba mioyo yenu haikufanana tangu mwanzo. Wewe ulikuwa umependa kwa kiwango fulani, na yeye alikuwa na wewe kwa kiwango fulani, alikuwa nusu. Sawa? Kwa hiyo alipojitokeza mtu ambaye ameweza kuichota nafsi yake, basi ikawa rahisi sana kukusahau wewe. Yaani watoto wa kike hawa unapomwona huyu, akili mwake liko wazo kwa siku nikiolewa ningependa niolewe na mwanaume wa aina gani. Sawa? Yaani anayo picha, ningependa niolewe na mwanaume wa aina gani. Hasa wewe hukuwa aina yule mwanaume anayemtaka. Wewe ulikuwa kampani yake, ulikuwa unamliwaza. Anapotindikiwa anakuwa na wewe. Ila wewe sasa ndio unajisikia umefika. Kule kujisikia umefika ndio kuliko sababisha uliwe, mheshimiwa. Ila sasa nakushauri jambo moja. Jifunze kusamehe. Jifunze kusahau. Wewe ulipo na umri wa miaka mingapi? 35. 35. Na huyu mwanamke ana miaka mingapi? Tulikuwa na miaka 26. 26. Okay. Very good. Sasa yule kule alikoshika mimba ile ni ndoa tayari. Huyu mwanamke atakisema muoe, akija na mimba yake kwako, hata acha mahusiano na aliyempa mimba. Kwa yule bwana aliyempa mimba ataendelea kuchombeza kwa mkeo akiwa anakaa nyumbani kwako. Kwa ili kuepuka mabaraa yote hayo. Maki kumbuka, wewe umemchukua mwanamke afuri mwanaume bado anafuatilia, kuna usiku utaishia jela. Maka utamwata kumpiga mapanga yule mwanaume au kumuua yule mwanamke. Kwa kitu kimoja, jaribu kujifunza kusahau yaliyotokea. Achana na huyo mwanamke. Sahau gharama ulizoingia. Weka kando. Wewe ni mtoto wa kiume. Hela uliyomlipia uliitafuta. Sawa bwana? Endelea kutafuta hela. Ushauri wangu mkubwa ni kwamba kuanzia sasa unapotafuta mwanamke, usiende kwa pupa. Itakugharimu. Na nilo vizuri? Itakugharimu. Lakini la mwisho labda nikwambie kwamba kusomesha mtoto wa mtu, mwenye wajibu wa kusomesha mtoto ni mzazi wa mtoto. Yaani wewe ulikuwa kama dona. Unajua dona? Yaani wewe ni kama mfadhili sasa. Kwa hiyo ufadhili wako, wewe ulimfadhili binti ukatamani awe mkeo. Sasa ule ufadhili wako ule, hebu jiseme tumemsaidia binti katika kilele fulani, ili awefunza hata kwa vijana wengine. Kama usijiko unamlipia binti ili baadaye uje umuoe, kumbuka kwamba pesa yako haitabadili mawazo yake. Yako mambo naamini yeye kichwani mwake kuhusu future yake na watu wanaomzunguka na familia yake. Yule sio ndugu yako. Kama namsomesha dada yangu siku moja itakuwa hivi, au namsomesha binamu yangu siku moja itakuwa hivi. Yule sio mtoto wako. Si vyema sana kujipa kazi ya ufadhili kwa mtu. Sasa hebu niambie, yule kaachana na wewe, si ndio? Lakini anaweza kuachana na mamake? Anaweza kuachana na babake? Hapana. Jiweke mikononi mwa Mungu. Sali. Unajua nikwambie jambo, inawezekana huyu mwanamke ambaye wewe unamlilia leo kushika ile mimba, Mungu amekuepusha na jambo fulani. Sawa? Inawezekana mwanamke angekuja kuwa msalaba katika maisha yako. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anatuepusha na kitu kwa maumivu. Wewe umepigwa msumari, lakini msumari huo inawezekana ndio gharama ya furaha yako mbele ya safari. Forgive and forget.
liko jambo liko mbele yako, wala usinganganie hili swala. Achana huyu mwanamke, achana naye, sawa bwana? Achana naye. Sio kama unalo lingine. Hapana, kwa kweli zaidi ya kumpatia pole na kumpa ule tunasema moyo wa kukubaliana naye. Kukubaliana na hali halisi. Kukubaliana na hali halisi. Yes. Sasa kwa sababu usipokubaliana utapata pressure na utakufa, utapoteza uhai. Sawa? Kisa mwanamke uliyemsomesha amekugeuka. Zaidi ufanye tu kwamba kama kipato chake kilikuwa ni shilingi 1000, basi aongeze zaidi hata ifike shilingi 5000. Ili kwamba yule mwanamke aone kwamba hajamkomesha. Of course, yeah. Kwamba hata wewe pia onyesha kiburi. Simama katika maisha. Pigana, pambana mtoto wa kiume. Huyo mwanamke forget about her. Utapata mwanamke. Ipo kona fulani ambayo Mungu amekuandalia mwanamke usiyemtarajia. Atake kuja kuziba pengo lako. Mwanamke ambaye atafuta machozi yako yuko katika. Nashukuru kwa ushauri, bwana mshauri. Ila kiukweli kwa hayo ambayo nimeyapitia, ina maana nakwenda kuanza na moja. Kwa kweli naomba Mungu anisaidie ili niweze kusahau kama ambavyo umenishauri na kuachana kabisa na huyu mwanamke. Najua nitapata mwanamke mwingine. Na kinachoniuma najua sio leo. Nashukuru kwa ushauri. Naamini Mungu atanisaidia. Tumefika tamati katika kipindi chetu kizuri cha ushauri wangu. Tulikuwa leo na mgeni wetu, lakini pia tulikuwa na mshauri mahiri sana, ndugu Clemence Mwandambo. Nasema asante sana kwa wewe ambao ulitega sikio kuanzia tulipoanza mpaka sasa hivi tunapoishia. Nikukaribishe kulike, kucomment na kushare, uweze kumshauri ndugu yetu afanyaje. Amemsomesha mwanamke, kumsomesha yeye haimuumi. Hata ile mimba alionao mwanamke yeye haimuumi, na kinachomuuma ni kwamba mwanamke hana mapenzi na yeye. Ungekuwa wewe ungefanyaje? Naitwa Cindy Gagna wa Loleza TV, na kukaribisha kushare, kulike na comment, lakini pia usisahau kusubscribe, usisahau kutufollow katika social networks zetu, Facebook, Instagram, Twitter as Loleza TV. Bye.